Serikali mpya ya Uingereza imekataa katakata wito uliotolewa na wabunge zaidi ya 80 wa kuitaka itambue madai ya mauaji ya kimbari yaliyofanywa na Israel katika ukanda wa Gaza, pamoja na kuwekea utawala huo vikwazo kamili vya silaha na hatua nyingine za kiuchumi. Uamuzi huo umeendelea kuchochea ukosoaji dhidi ya waziri mkuu mpya wa Uingereza Andy Burnham pamoja na waziri wake wa mambo ya nje Ed Miliband, ambao kauli zao za awali walipoingia madarakani ziliibua matumaini ya mabadiliko ya sera kutoka msimamo uliokuwa ukiongozwa na serikali ya aliyekuwa waziri mkuu Keir Starmer. Hata hivyo, wakosoaji wanasema hadi sasa hakuna mabadiliko makubwa yaliyoonekana katika sera ya London kuhusu suala la Palestina na Israel. Barua iliyosainiwa na wabunge kutoka vyama mbalimbali ikiongozwa na mbunge wa chama cha Labour Kim Johnson pamoja na wajumbe wa bunge la wananchi wa baraza la Marod imemtaka waziri mkuu Burnham kutambua uchunguzi wa tume huru ya kimataifa ya uchunguzi wa Umoja wa Mataifa ambayo ilifikia hitimisho kwamba Israel ilifanya mauaji ya kimbari dhidi ya Wapalestina katika ukanda wa Gaza. Wabunge hao wameitaka serikali ya London ibadili kwa msingi msimamo wake kwa kuunga mkono haki za Wapalestina na kuchukua hatua za kuzuia kile wanachokitaja kuwa ukiukwaji wa sheria za kimataifa unaofanywa na Israel. Aidha, wameitaka serikali hiyo kutekeleza uamuzi wa mahakama ya kimataifa ya haki kuhusu swala la uvamizi na ukaliaji wa ardhi kwa mabavu unaohusishwa na Israel, pamoja na kuweka vikwazo kamili dhidi ya utawala huo, ikiwemo kusitisha biashara, bidhaa na huduma zinazohusiana na vitongoji vya Israel vinavyotajwa kuwa haramu katika maeneo ya Palestina yanayokaliwa kwa mabavu. Hata hivyo, ofisi ya mambo ya nje, Jumuiya ya Madola na maendeleo ya Uingereza imekataa kuunga mkono matakwa hayo. Taarifa hiyo imekuja wakati tume huru ya uchunguzi ya kimataifa ya Umoja wa Mataifa katika ripoti yake ya Septemba 2025 ilisema wazi ilibaini vitendo ambavyo ilivitaja kuwa vinaingia katika baadhi ya vipengele vya mauaji ya kimbari vilivyoainishwa katika mkataba wa mauaji ya kimbari ya mwaka 1948. Tume hiyo ilisema mamlaka za Israel zilihusika katika vitendo vinne kati ya vitendo vitano vinavyotambuliwa kisheria kama sehemu ya uhalifu wa mauaji ya kimbari. Mwana wa Maalim Mashi, Kishki TV. Kishki TV, nuru ya dini yako.